lakini mimi nikasema nitahakikisha, kwa sababu kuna watu ambao tayari wako ndani ya kata hii ambao ni wachezaji wazuri walikuwa kipindi hicho, wanaweza wakatumika kufundisha vijana wetu. Lakini tutafute vijana au tutafute walimu wazuri, lakini tuwe na academy nzuri ambao ndani ya kata hii tutatoa ushindani ndani ya kata, lakini ndani ya mkoa, lakini tukiendekana ikiwezekana tuende nje ya mkoa ili tuonekane kwamba sisi tunafanya. Mimi niwaombe tumeanza kuchonga ule uwanja wa shule ya msingi pale na tutatengeneza vizuri, lakini tutaangalia namna gani kama kuna uwezekano tukapata eneo ambalo tutatengeneza uwanja wa watu wote, na ule uwanja utakapokuwa umechongwa vizuri, timu ambazo ni za hapa hakuna mtu atazuiwa kufanya mazoezi pale. Hayo mazoezi hiyo ninachowaambia, tutatoa maelekezo kwa shule ya msingi, kwa sababu walimu wale wanaweza kuwa wanawazuia, kwa sababu muda ule wa mazoezi ni muda ambao watu wameshaondoka, lakini nyie mnatengeneza ukaribu na wanafunzi wakati mwingine na kuwafundisha yaliyo mema. Watu wengi wanaocheza michezo ni watu waaminifu na watii. Yaani ukiona mchezaji anayecheza mpira, cha kwanza ni mtu anayezingatia sana nidhamu. Ni mtu anayezingatia nidhamu, anajiheshimu na anajua anachokifanya. Kwa hiyo sitarajii vijana hawa ambao mko kwenye michezo mkaingia kwenye vikundi ambavyo havifai, hasa vya madawa ya kulevya, lakini kuingia kwenye vikundi tofauti hasa vya kufanya matukio ya uhalifu. Nyie muwe chachu kwa vijana wengine, ili hata kesho na kesho kutwa watu wengine wajifunze kwenu. Mimi kama diwani wenu ambaye ni mteule wa Chama cha Mapinduzi, mtakapokuwa mmeniwezesha, mmenipa kura za kutosha na kuwa diwani wa kata hii ya Mbezi, cha kwanza nimebeba ajenda ya vijana, kwa sababu hiyo inaelezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia mimi mwenyewe nitaisimamia kwa sababu vijana, mimi mwenyewe kijana. Kwa hiyo kama ni kijana, ni lazima niende na vijana wenzangu. Na kama mimi ni kijana, ninajua mambo wanayohitaji vijana. Unajua kidogo ukiwa na mzee ataleta mambo ya miaka 80 ngapi huko sasa, 90 ngapi, sio? Lakini ukiwa na vijana ambao ni kijana mwenzako, mnajua mnaongea lugha hii moja. Mimi hapa najua lugha gani naweza nikazungumza na nyie, ni lugha gani tukienda sehemu fulani tuzungumze lugha gani. Lakini najua kwamba nikikaa na wazee nizungumze lugha, mimi natambua hilo. Ndugu zangu, niwahakikishie mimi nitashirikiana na nyie hasa kwenye swala la michezo. Lakini wakati campaign manager anasema swala la maji, hilo najua vijana, kwa sababu bahati nzuri nilibeba na maji hapo kwenye gari pale. Kwa campaign manager hakikisha vijana hawa campaign manager wanapata zile katoni, zipo zaidi ya katoni 5. Na zile zina maji 12 zaidi ya watu 60 watapata maji hapo. Oktoba tunatiki. Hii ni ahadi. Timu hii inatakiwa nitaipa mipira hii mitano. Yenye viwango, sio mipira ambayo ina viwango vya kuchezea. Nani? Hapa kuna bonanza. Bonanza linakutanisha timu mbalimbali. Timu nitakayoipa tuelewane vizuri. Kuna timu ambayo ni timu mama ya hapa. Sawa? Siipo? Ipo ambayo ni timu mama. Ipo. Amos iko wapi hiyo timu? Timu mama. Hiyo timu mama ndio itakayopewa ile mipira. Lakini sasa ni waombe. Naambiwa kuna timu nyingine imetoka Goba. Ipo. Hiyo timu ya Goba kwa ndugu yangu Mraki tutawasiliana. Tujue namna ya kutengeneza mambo vizuri. Lakini kwa upande wa Goba mfanye hivyo kukutanisha vijana ili tuangalie namna ya kupata vijana kwa pamoja. Ina maana mipira hiyo watakapokuja kutoka Goba, watakapokuja kutoka Saranga, watakapokuja kutoka sehemu nyingine, mna mipira mizuri ambayo ina viwango, ambayo inatumiwa na wachezaji wa timu ya taifa na wachezaji wengi wananunua pale. Ndana tanunua mipira yenye viwango, sio mipira ya kubahatisha. Ambayo najua vijana hawa timu mama itapewa. Ikishapewa ile timu mama, ile mipira itatumika kwenye mabonanza yote. Lakini pia mimi nitashirikiana na nyie kwenye changamoto zenu. Tunajua upande wa jezi, tunajua kuna vitu vingi, kuna viatu wakati mwingine wachezaji, lakini wanapoandaa mashindano kama haya lazima utengeneze motisha, lazima tuwe na kitu cha kushindania ili watu wafanyeje? Waamke. Kwa hiyo mimi ni waahidi, kwanza baada ya kuwa mmemaliza hilo, tutatengeneza bonanza kubwa la kihistoria na la kisasa zuri ambalo litakuwa na kitu cha kushindania.
Sio bonanza mnacheza, mnaumizana, unaondoka hata unaona nini lakini hamna kitu cha kushindania. Kwa hiyo tukiweka hata ng'ombe kuna ubaya. Nauliza kwa sababu ni ukweli sio pingika. Mimi mwenyewe nimekuwa mwanamichezo. Nimeshiriki michezo nikiwa sekondari. Nimeshiriki michezo nikiwa huko. Sasa nikiwa chuoni. Kwa hiyo michezo mimi mwenyewe ni mdau na ni mwanamichezo pia. Lakini pia mimi na michezo mingine ya mieleka. Sio kwenye mpira tu. Mimi pia nipo upande wa nini? Wa mieleka. Nacheza mieleka. Sasa bahati mbaya sana kwa hapa Tanzania. Sisi hatujachukuliwa kipaumbele. Lakini huko mimi nimecheza mieleka. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo sasa niwaombe. Mko na kijana mwenzenu lakini nimekuja kuwaona, niwaombe sana. Muhakikishe mnapokuwa mnacheza, mcheze kwa upendo. Michezo inaunganisha watu. Amani na utulivu. Amani na utulivu kwenye michezo. Muhakikishe mnazingatia nidhamu. Lakini pia ndugu zangu, mnapokuwa mnacheza muhamasishane. Tarehe 29 ni siku ya kwenda kupiga kura. Niwaambie ukweli. Niwaambie ukweli. Hamwezi kupata kiongozi kama hamjamchagua. Na siku zote mkitaka kupangiwa, mtapangiwa. Usipopanga mwenyewe si unapangiwa. Lazima vijana mpange kiongozi mnayemtaka. Ni lazima vijana mpigie kiongozi mnayemtaka. Msiishie kulalamika. Lakini pia bahati nzuri sana. Mimi nikiwa diwani ndani ya kata yangu ya Mbezi, ninatambua kwenye kata ya Mbezi, hasa kwenye halmashauri yetu, kuna mikopo ambayo inakuja kwa ajili ya vijana, ambayo ni 10% ya mapato ya halmashauri, ambayo mikopo ile inatolewa kwa vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Mikopo ile vijana wengi hawajui namna ya kuipata. Lakini vijana wengi ambao wana vikundi hawajui namna gani ya kuanza. Kuna wengine najua hapa wanasoma vyuo vikuu, kuna wengine najua hapa ni mabodaboda, kuna najua wengine hapa wanaendesha bajaji, kuna wengine najua hapa wana biashara ndogo ndogo, kuna wengine najua wana vikundi vya biashara. Sasa tutakapoingia ni lazima nitengeneze elimu elekezi kwa vijana, semina elekezi kwa vijana, ili tuweze kutengeneza vijana wetu ambao wanajitambua, lakini wanajua mikopo hii tunanufaika nayo vipi, ili na sisi vijana tunufaike. Niwaombe sana ndugu zangu, wadogo zangu. Naombeni tarehe 29 mwende mkapige kura, lakini mkamchague Nyanthuri ili awe diwani wenu ili muweze kushiriki. Lakini pia mkanichagulie mbunge ambaye ni Angela Justin Mbero Kairuki aweze Lakini ndugu zangu msisahau kuniletea Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu yale nitakayokuwa nayapanga na mbunge lazima ataenda kwa rais. Yakifika pale tunajadiliana, tunaleta kwa vijana. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tuhakikishe kwenye michezo hii tutengeneze mabonanza kwa jinsi ambavyo inawezekana makubwa. Lakini tuhakikishe kwamba tunakuwa na upendo na ushirikiano. Lakini muhakikishe kuna amani na kuwepo. Sio mtu ametoka Goba anakuja Mbezi, anakuja kwenye kata ya Mbezi anakuja akanyanyaswa kwa sababu amewashinda. Mshindani mzuri ni yule anayekubali matokeo. Lakini ndugu yangu, kocha nimemwona hapa. Kocha yuko wapi? Kocha nimemwona, lakini nimemwona na aliyekuwepo anaendesha nani? Refa kwa. Nimemwona refa. Jamani, unaona refa? Sasa niwaambie, refa ni kuasi. Unajua wewe unaweza ukatengeneza kelele au unaweza ukatengeneza uvunjifu wa amani, ukatengeneza chuki. Unaweza kusababisha vijana hawa wasipende michezo. Ni kuombe kwenye sehemu ambayo unatakiwa muaminifu, kwenye sehemu ambayo unatakiwa utende haki ni sehemu hii. Sana. Vijana wametoka Goba, wamekuja wamejituma, wanacheza vizuri, wana haki, wanastahili, fanya haki. Ili siku nyingine waje. Lakini vijana wengine kama ni wa hapa wameshinda, wape haki. Tukifanya hivyo, tutainua vipaji na michezo itapendwa na kila kijana atashiriki kwenye michezo. Kwa hiyo